hatuishi maisha ili mradi tunaishi. Katika Mungu tunaishi maisha matakatifu. Ishi maisha ya kiwokovu. Ishi maisha ya kiwokovu. Kitabu, naomba nisome kwa umuhimu mkubwa vitabu viwili ambavyo vitatuongoza. Kitabu cha Isaya, naomba mtafute hapo, mtu mmoja mwenye Biblia atafute Isaya 28 mstari wake wa 13. Mwenye Biblia, hata kama una simu yako chukua hapo, angalia. Chukua, angalia. Kwa muda mfupi tunataka tujifunze hapa, tumalize. Isaya 28:13. Umepata? Alafu mwingine aende kitabu cha Ebrania sura yake ya 12 mstari wa 14 hadi 17. Isaya 28:13 neno nasema, kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa hili: amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, ili waende na kuanguka nyuma na kuvunjwa na kunaswa na kuchukuliwa. Amen. Umeona neno la Mungu, amri juu ya amri, amri juu ya amri. Kwa nini Mungu ameweka amri na kanuni? Kuna masuala yanayomhusu yeye. Ameweka amri na kanuni, kuna mambo yanayomhusu yeye, ili watu waweze kujizuia, waishi kwa utaratibu, wafanye mambo kwa utaratibu, wamwabudu Mungu kwa utaratibu. Haleluya! Kwa maisha ya wokovu au kuishi kiwokovu, maana yake ni kuishi kwa nini? Kwa utaratibu. Haleluya, watu wa kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Huo utaratibu, twende kwenye kitabu cha Ebrania 12 mstari wake wa 14 hadi 17. Kitu ambacho sio chepesi, sio chepesi.